Shalom, shalom. This is Apostle Francis Goel na napenda kukaribisha katika podcast yangu ya namna ya kuwa na mamlaka juu ya nchi au kuwa na mamlaka juu ya eneo. How to have dominion over a territory or a nation. Biblia inasema katika kitabu kile cha Zaburi sura ile ya pili mstari ule wa 8. Zaburi sura ya pili mstari wa 8, neno la Mungu linasema, uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako na miisho ya dunia kuwa milki yako. Ask of me and I shall give thee the heathen for thine inheritance and the uttermost parts of the earth for thy possession. So originally mmiliki wa mbingu na nchi ni Mungu. Yeye ndo Alpha, yeye ndio muumbaji wa kazi yote, yeye ndo Mwenyezi Mungu, maana yake ni El Shaddai. Yeye ndiye aliyeumba nchi, aliyeumba mbingu. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza na mstari kuanzia wa kwanza, Biblia inasema ya kwamba Mungu hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. So ndiye anayesema uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako na miisho ya nchi kuwa milki yako. Za lile neno linalotumika pale, kuna mataifa na kuna miisho ya nchi. Kuna mataifa na miisho ya nchi. Sema uniombe nitakupa miisho ya nchi. Mataifa, anasema nitakupa mataifa kuwa urithi wako. Unaona? Anasema nitakupa mataifa kuwa urithi wako, akimaanisha kwamba urithi ni milk. Urithi ni milki ambayo unapewa au unapewa uwezesho wa kumiliki vitu fulani kwa namna ya kutamkiwa au kwa namna ya baraka ya kiroho inakuwa juu yako, au kwa namna ya kuthibitishwa kisheria kwamba wewe ndiye mmiliki na mrithi halali. Sasa kwa nini anatumia neno uniombe? Uniombe, kuna level ya vitu ambavyo Mungu anavitoa kwa watu wanaovitaka. Ni haki yako, lakini inakugharimu kuonyesha sense of maturity, either ya kunyenyekea mbele za Mungu au ya kuvitaka kwenye mifumo iliyovishikilia. Biblia inasema katika kitabu cha Galatia sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza, anasema mrithi. Naona anatumia neno mrithi, kwa lugha ya Kiyunani ni krenomos anamaanisha miliki au mrithi wa kitu fulani kutoka kwa baba yake, aliyepewa mamlaka ya kusimamia au kumiliki vitu fulani. Anasema sasa mrithi awapo mtoto. Neno mtoto kwa lugha ya Kiyunani ni nepios. Nepios ni Mkristo mchanga katika imani au katika kumjua Mungu. Anasema hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote. So now you see, you begin to ask for inheritance. You ask for inheritance or your possession when you become matured. Unapokuwa katika sensi ya kujijua wewe ni nani katika ulimwengu wa roho au katika ufalme wa Mungu. Watu wengi wanaomba bila kujitambua nafasi zao. So unaomba katika position ya mtumwa na sio position ya mwana. Kumbuka ninazungumza na wewe kwa bali ya namna ya kuwa na mamlaka juu ya nchi
au mamlaka juu ya territory. So Biblia inasema uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako. God ametukusudia sisi kumiliki mataifa. Yes, sio tu hapo ulipo, ni mataifa ndiyo kuwa urithi wetu. Manake Mungu ametupa mamlaka au dominion over nations. Dominion over nations. Isoma katika kitabu kile cha Mathayo 28 mstari ule wa 18. Anasema Yesu akaja akawaambia, nimepewa mamlaka yote duniani na mbinguni. Enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Go ye, anatoa agizo, is a command. Anasema go ye and teach all nations. Teach all nations. Disciple, teach all nations. Anasema nendeni mka disciple nations. You see that? Go and disciple nation. Kawafanye mataifa kuwa wanafunzi. So hapa kuna muktadha wa aina mbili. Kuna mataifa kwa maana ya kwamba nchi za duniani, na kuna mataifa ya kizazi cha watu. Kizazi cha watu ambao hawamjui Mungu wapo duniani. So now in order to inherit them, namna ya kumiliki na kuwamiliki, unahitaji kumwomba Mungu. Unahitaji kumwomba Mungu. Kuna vitu huwezi kuviweka kwenye umiliki wako halali pasipo kumshirikisha Mungu kwanza. Ili nini? Ili Mungu akupe mamlaka juu yao. Kama unaenda mahali unataka biashara yako istawi na kufanikiwa pale, muombe Mungu maombi ya kumiliki mataifa, kumiliki miisho ya nchi. Kwa sababu unapoenda mahali popote, tambua kwenye ulimwengu wa roho hakuna ombwe. Kwenye ulimwengu wa roho kuna mmiliki mahali. Everywhere you go kuna mmiliki yupo pale. Biblia inasema hapo, tukisoma maandiko, shetani anamchukua Yesu aka mlima mrefu, akaanza kumwonyesha fahari, akaanza kumwonyesha dunia, utajiri wa dunia, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. So hatukuumbwa kuomba watuhurumie ndo watupe vitu. We were not created to beg for money, to beg for bread, to beg for anything. We have dominion to partake anything from our nature. Tumeumbiwa asili ya kuwa washirika wa tabia za uungu. Mojawapo ya tabia ya uungu ni mamlaka. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo, our origin plan ya Mungu kutuumba sisi, anasema Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. You see? Neno la Mungu linasema pale, Mungu akawabarikia. You see that? Manake Mungu alituordain. Mungu kabla hajatupeleka mahali popote, ana tabia ya kukuordain. Anakuweka katika mamlaka fulani au anakuweka kwenye kusudi fulani. So, and God blessed them and say to them, be fruitful. You see that? So maana yake Mungu ametupa
uhalali wa kutumia natural resources and supernatural resources. Lazima ujue hilo. Mungu amekupa uhalali wa kutumia malighafi za kiasili na za kiroho. Watu wengi sana tunatumia malighafi za asili, hatuwezi kuexplore, hatuwezi kutumia malighafi za kiroho. Mungu alimpa mamlaka juu ya samaki, juu ya ndege, juu ya kila kiumbe hai, juu ya kila kiumbe hai inachoenda katika nchi. So you see that? So you need to ask God. You need to ask God. Lazima umuulize Mungu kwa bali ya nini? Unamuuliza Mungu juu ya nini? Juu ya mamlaka. Unamwambia Bwana Yesu, umetupa mamlaka ya kufanya nini? Ya kumiliki na kufanya nini? Na kutamalaki. Ninaomba asubuhi ya leo, ninaomba mchana wa leo, ninaomba usiku wa leo, nipe neema ya kuwa juu ya kila mfumo. Tumepewa mamlaka ya kuiendesha mifumo, sio kuendeshwa na mifumo. Dunia ina utawala wa kipepo ambao shetani amejikasimisha, amejipa. Lakini tunaposimama kwenye nafasi kama wana, Biblia inasema uniombe. Tunapomwomba Mungu, yeye ni Mungu anayesikia maombi yetu. So tukimwomba Mungu kwa bidii, bila kukoma, bila kuacha, Mungu anasikia. So you see that? Tumesoma Mwanzo, anasema Mungu akawabariki, akawaambia mkafanikiwe, mkazalishe, mkaijaze nchi na muwe na mamlaka, muwe na mamlaka. Alafu anasema nimewapa wajibu wa kusimamia samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiumbe kinachoenda juu ya nchi. Tunaona mara kadhaa kwenye Biblia Yesu alikuwa anaonyesha namna ambavyo mtoto wa Mungu au mwana wa Mungu ana mamlaka juu ya asili na juu ya ulimwengu wa kiroho. Nakumbuka wakati mmoja Yesu alikuwa anatembea na wanafunzi wake, akaukuta mtini, na ule mtini ulikuwa bado majira yake ya kuzaa. Yesu akaangalia kama atapata tini katika ule mtini, akupata, akaulaani mtini, akasema kuanzia leo watu wasile matunda kwenye mti huu. Na waliporudi kesho yake wakakuta ule mtini umenyauka kutoka kwenye shina lake. You see that? Manake mwana wa Mungu ana supernatural ability, ana uwezo na mamlaka ya kiroho ya kuamuru asili impe chochote muda wowote. Kuna wakati dunia ukiuliza chochote haiwezi kukujibu, lakini Mungu ametupa mamlaka ya kuiwajibisha dunia, ya kuwajibisha watu, ya kuwajibisha mifumo itupatie vitu. Neno la Mungu linasema mahali pengine Yesu aliwatanguliza wanafunzi wake, kisha baadaye yeye akaonekana anakuja anatembea juu ya bahari. Maana yake alikuwa anafanya nini? Anawaonyesha mamlaka yake yaliyo juu ya sayansi na elimu na mifumo ya dunia. Ndani yetu kuna baraka ya kutawala, ndani yetu kuna baraka ya kumiliki na kutiisha. Mungu alipotuumba alituleta duniani tuwe mawakili wake. Mawakili ni wasimamizi wa urithi wetu. Mungu anataka tukue, tufike katika level ya kuwa mawakili, ya kuwa wasimamizi, ya kuwa walinzi, ya kuwa wana wake, kuwa wana wa Mungu ambao tuna ufahamu wa kusema hiki ni asili yetu, sisi tumeumbwa kuwa hivi. Dunia isikupe expression ya who you are. Hakikisha maana ya wewe imo katika ufunuo wa Kristo. You see, angalia Mungu alipomfanya Adamu, Biblia inasema alimvika taji ya utukufu na heshima na kumtawadha awe juu ya viumbe vyote. Adamu alipewa mamlaka ya kuwa Mungu au ya kuwa hakimu, ya kuwa mwamuzi
juu ya ulimwengu wote na uumbaji wa dunia. Manake Mungu anatutaka wanadamu tuwe na mamlaka juu ya vitu alivyotupa tuvisimamie. Lakini adui shetani alichofanya, ana trade na sisi kututoa kwenye position. Anakutoa kwenye position yako ya kumiliki kwa kukutenga na utukufu wa Mungu. Anaingiza mfumo ambao ni wa uasi na uovu wa dhambi. So tunapoomba mara zote, hakikisha maisha yako nje ya mfumo wa dhambi, kwa sababu dhambi haiji tu kwa ajili ya kukuchafua, haiji tu kwa ajili ya kukugombanisha na Mungu. Dhambi inakuja kukutenga na mfumo wako wa kutawala na kumiliki. Inakutenga na Mungu, manake inakuletea mauti, iza, ujinga, hofu, mashaka, na inakufanya uwe mtumwa kwa vitu ambavyo vilitakiwa vikutumikie. So nitakwambia mambo machache. Ukitaka kuwa na dominion over a territory, unahitaji mambo gani? Dominion over a territory, unahitaji mambo gani? Namba moja, lazima utambue juu ya mamlaka uliopewa. Lazima utambue mamlaka uliopewa na Mungu. Kila mtu mkuu unayemsikia habari zake katika Biblia hii unaisoma au duniani, alijitambua yeye ni nani, na alitambua uwezo wake unatawala mpaka wapi. Ni Mungu pekee ambaye yeye hana ukomo wa kutawala na kumiliki. Ufalme wake hauna mwisho. Biblia inasema katika kitabu kile cha Isaya sura ile ya 9, anasema na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, na maongeo ya enzi yake hayana mwisho. Ni Yesu tu ndio ufalme wake hauna mwisho. Lakini sisi, kila mtu amepewa territory yake. Fahamu mipaka yako ya mamlaka ya kutawala. Even angels, hata malaika wanajua mipaka yao ya kufanya kazi. Lazima uwe unaijua boundaries, unajua mipaka yako ya kumiliki, ndipo utaweza kumiliki. Unaona, Mikaeli anaitwa malaika wa watu wa Mungu, manake alikuwa amepewa territory ya taifa la Israeli. Manake popote pale ambapo Israeli wapo, wakitaka usaidizi wa malaika, archangel ambaye yuko in charge kuwasaidia ni Mikael. Na Mikael si kwamba anakuja tu kupigana duniani, no. Yeye anashughulika na princes wa kipepo wanaokuwa kinyume na Israeli. So ni vizuri sana kujua Mungu amekupa mamlaka kwenye eneo lipi. Unaona, Yesu Kristo alipowatuma wanafunzi wake kwenda duniani, ukisoma Mathayo sura ya 10, ukisoma Luka sura ya 9, Biblia inasema akawapa nini? Yesu aliwapa mamlaka au amri aliwapa amri. Biblia inasema Mathayo sura ya 11, akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na majina ya hao mitume 12 ni wa kwanza Simoni aliyeitwa Petro, na Andrea nduguye, Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, Filipo na Bartomayo, Tomaso, Matayo mtoza ushuru, Yakobo Alfayo na Tadayo, Simoni Mkananayo na Yuda Iskariote, naye ndiye mwenye kumsaliti. You see that? Sasa kuna tofauti ya mamlaka na nguvu. Lazima ujue mamlaka ya kimungu ni ile amri au ni ile sifa na tabia ya Yesu Kristo ambayo anakupa access, divine access ya kuitumia. Mamlaka sio nguvu. Naomba nielewe vizuri. Mamlaka ambayo Yesu Kristo ametupa ni jina lake. Biblia inasema katika kitabu kile cha
Luka sura ya 10 na mstari wa 19. Tazama Biblia inasema ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha akisema, Bwana, hata pepo anatutii kwa jina lako. Akamwambia, nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. So that is my emphasis. Angalia anachosema hapa mkazo. Yesu anazungumza kitu gani katika neno hili? And he said to them, I saw Satan falling like a lightning from heaven. Behold, I have given you authority and power to trample upon serpents and scorpions, and physical and mental strength and ability over all the power that the enemy possesses, and nothing shall in any way harm you. Alafu anasema, do not rejoice at this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are enrolled in heaven. You see, moja ya mamlaka ambayo unatakiwa kuitambua ni mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kuitambua mamlaka ya jina la Yesu Kristo na mamlaka aliyokupatia Yesu kupitia jina au kupitia matamko yake ya kiroho. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 32 neno la Mungu linazungumzaje? Ngoja tusome Kutoka 32 mstari wa 32. Anasema, walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusika katika kitabu chako ulichokiandika. You see that? So jina la Musa lilikuwa limeandikwa kwenye scroll za Mungu. Watu wengi wana enjoy nguvu, wana enjoy vipawa na karama, lakini majina yao hayajaandikwa. Kisoma katika kitabu cha Danieli sura ya 12 mstari wa kwanza. Danieli 12:1 asema, wakati huo Mikaeli atasimama jemadari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake haukuwapo tangu ilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. You see that? So names carries authority. Majina yanabeba mamlaka. Mungu akikupa kumiliki eneo, anakupatia jina jipya. Muombe Mungu akupatie jina jipya, sio brand, sio utukufu tu wa kuwa maarufu. Hapana, akupe mamlaka ya kutamalaki na kumiliki mipaka ya eneo, mipaka ya nchi, kwenye ulimwengu ambao amekupa, kwenye biashara, kwenye huduma, kwenye kazi, kwenye vitu ambavyo unavifanya. So unatakiwa kutambua na uweze kuitumia mamlaka ya jina la Yesu. Biblia inasema aliwapa amri, manake aliwapa uwezo kupitia jina lake. Aliwapa password ya kuweza kulitumia jina lake na likawapa matokeo. So ask God before hujaomba vitu, hujaomba upako, hujaomba nguvu. Omba access ya kulitumia jina lake. Na ili uweze kutumia jina la Yesu, maana yake ni kwamba lazima uwe na tabia zinazofanana na yeye. Kwa nini wanafunzi wa Yesu walipoenda jina la Yesu liliwork? Liliwork kwa sababu walikuwa katika tabia za Kristo. Kumbuka yule mwenye pepo aliyewashambulia wale wana wa Skewa kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume sura ile ya 19 kuanzia mstari wa 11. Biblia inasema Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Wagonjwa wakaletewa leso na nguo zotoka mwilini,
mwake magonjwa yakaondokea. Na baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu, wakisema, nawaapisha kwa jina kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Walikuwapo wana 7 wa mtu mmoja Skeo, Myahudi, kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akawajibu akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Yule aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ile, hali wauchi na kujeruhiwa. Unaweza ukajipa uhakika wa kupata kila kitu na ukakosa kila kitu, kwa sababu hauna authority in the name of Jesus. Unapozaliwa mara ya pili, unapookoka, urithi ambao Yesu ameweka kwa ajili ya watoto wake, urithi wote tunaotaka ameuweka katika Yesu Kristo. Maanake lazima uwe na ushirika mtakatifu, sio ushirika tu wa kulitaja jina. Watu wengi wanamtaja Yesu midomoni, lakini wako mbali, mioyoni mwao wako mbali naye. Lazima utengeneze utaratibu, lazima uweke mazingira ya kuwa unamwabudu Yesu Kristo kibinafsi. Tengeneza environment, tengeneza atmosphere ya Yesu kuwa Bwana kwenye maisha yako, ndipo unapotumia mamlaka yake itakupatia access ya kufanya chochote. Lakini kitu cha pili, grow in power. So grow in authority, cha kwanza. Cha pili, kuwa katika nguvu za Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso sura ile ya 6, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu ili mpate kuweza kuzipinga ila za Shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na juu ya wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. So you need to grow in power. Biblia inasema katika kitabu kile cha Luka sura ya 1 mstari wa 80. Neno la Mungu linasema, Luka 1:80, neno la Mungu linasema, yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Luka sura ile ya 2 mstari wa 40. Neno la Mungu linasemaje? 40 anasema, yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Waxed strong. Watu walio na nguvu kiroho ndio wanaomiliki, wanaotawala, wanaotiisha. So how to wax in power? Ukisoma katika kitabu kile cha Luka sura hiyo ya 4, Biblia inasema, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Alafu mstari wa 14, Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. You see, so Jesus hakudominate tu katika nchi moja, alidominate katika mipaka ya nchi za kando kando, because he grew in stature and he grew in power. He grew in the power of the Spirit. Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako atakusaidia wewe kukua zaidi, to pray much. Biblia sana kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Yes, kuomba kwake mwenye kwafaa sana akiomba kwa bidii. So earnestly prayer of a righteous man availeth much. So unapoomba usiombe kama tukio la muda mfupi. Watu wengi wanayafanya maombi kama short call. Maombi sio short call. Maombi sio haja ndogo.
So if you need to pray, pray always. Ukihitaji kuomba, omba daima. Dumu katika kuomba. Dumu katika kuomba. Usiache kuomba. Sababu unapoomba unafanya unamkaribisha Roho Mtakatifu kukuimarisha na kukufanyaje? Kukupa uwezo. Biblia inasema uwapa uwezo. So Mungu anaweza kukupa nguvu zake ili uweze kutawala, miliki na kutiisha. Mamlaka yako inakuwa juu, inakuwa kubwa. Mtu ambaye anakaa katika ushirika na Roho Mtakatifu, mtu ambaye anakaa kwenye eneo la neno, anaongeza nguvu. Unakaa kwenye neno, unatafakari neno la Mungu. Linasema kufanusha maneno yako kuatia nuru. So you fill your heart with the light of God. Unajaza moyo wako kwa mtazamo sahihi wa kimungu. Unajaza moyo wako kwa akili nzuri ya kimungu. Dunia haikwambii cha kufanya, wewe ndio utaanza kuiambia dunia ikufanyie nini. Lazima uwe na uwekezaji wa kiroho. Kataa kuishi maisha kama ya watu wa kawaida. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi ya 82, nimesema ndinyi miungu na wana waliye juu nyote pia, lakini mtakufa kama wanadamu. You see that? Manake God, Mungu anatofautisha kati ya watoto wake na watu wa duniani. You are not a mere man. Wewe sio mtu wa kawaida. You are a God. Wewe ni Mungu. Wewe ni hakimu. Mungu anataka tuwe mahakimu kwenye vizazi vyetu, lakini kuna maisha ukiyaishi ndiyo yatakayo kupelekea uwe na mamlaka juu ya dunia unayoikaa. Moja, lazima. Namba 3, kama unataka kuwa na mamlaka, lazima uimarike katika maisha ya haki. Biblia inasema Nuhu alikuwa mtu wa haki. Pia uimarike katika maisha ya ukamilifu na utakatifu. Ukamilifu na utakatifu. Lazima utembee katika tabia za Mungu, tabia ya haki, ukamilifu, utakatifu. Lakini pia lazima udevelop kiwango cha hofu ya Mungu katika namna ya imani. Imani inatafsiriwa kwa kiwango unachomheshimu Mungu, unachomhofia Mungu. Kwa maana yake nini? Mungu anapokupa agizo lake, lifanye kama lilivyo. That is faith. Mfano wa wale watumwa walioachiwa mafungo ya fedha. Unaona, wale waliozalisha aliwaambia fanyeni biashara hata ni japo. Waliozalisha kuna baraka walioipata. Mungu akawaambia watumwa waaminifu, nendeni mkawe wakuu katika miji 5, katika miji 2. Mungu anakupa dominion kutokana na uwezo ulionao wa imani, wa utii na wa kufanyia kazi maagizo yake. So make sure unaliishi neno, usilipunguze, usilichakachue. Watu wengi tunaliongea neno, hatuliishi neno. Neno la Mungu sio kitabu cha story. Neno la Mungu ni mwongozo wetu, ni katiba yetu. Live according to the word of God, then uta take charge, utakuwa na dominion over cities, utakuwa na mamlaka kwenye kazi, utakuwa na mamlaka katika miisho ya nchi, utakuwa na mamlaka. Biblia inasema mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, takuwa mashahidi wangu katika miisho Uyahudi, Samaria na hata miisho ya nchi. Baba, katika jina la Yesu, ninajua wewe umetukusudia ufalme mwema. Haukutuweka duniani ili tuwe mateka wa mifumo ya uovu. Ulituweka duniani tusiwe mateka wa mifumo ya uovu. Hivyo leo tunaomba Bwana Yesu, utupe nguvu ya kuwa juu ya mifumo yote ya kidunia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Rapatoska breida vatalaloza paradino vakate ida ravatusere mara matera teto parate
Mazato grade jatera paradia. Atelego siprakataya. Repatos kamadena velino. Parika dasko paradia. Paraso crotopadia. Ande de grito parate grida paria. Reparosa krita paradina. Male jovrikataske pradiga. Riapate satela baradai. Mungu akakupe kumiliki. Mungu akakupe kutawala. Mungu akupe kuwa juu ya mataifa. Mungu akakufanye kuwa kichwa na sio mkia. Mungu akakupe baraka yake katika jina la Yesu. This is Apostle Francis Goel. Go and dominate. Mungu alikupa uwezo huo, upo ndani yako. Anza kutafakari jumbe zote za kimungu. Soma neno la Mungu. Nenda kamwombe Mungu akupe ujasiri kupitia Roho wake Mtakatifu. You shall make it. God bless you. Amen and amen.